Katika ligi ya mabingwa Afrika ambako wenyeji Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini ilijipatia ushindi finyu wa goli 1-0 dhidi ya Esfar ya Morocco katika pambano lililopigwa jana Jumapili. Goli la Ubre Modiba dakika 37 ya mchezo lilitosha kuwapa mabingwa hao wa Afrika mwaka 2016 matumaini ya kurejesha umwamba huo kuelekea katika mchezo wa marejeano wiki ijayo huko Morocco. Katika kombe la shirikisho, timu ya USM Alger ya Algeria ilitoa ubingwa huo baada ya kutoka sare 1-1 na Zamalek katika mchezo wa marejeano na kisha kuwabwaga miamba hao wa Misri kwa changamoto ya mikwaju ya penalti. Huko England, mashabiki wa West Ham United wameonyesha hasira zao baada ya klabu hiyo kuwa katika hatari kubwa ya kushuka daraja baada ya kuchapo cha 3-1 mbele ya Newcastle United ikibakiwa na mchezo mmoja kabla ligi kuu ya England kufikia tamati. Wachezaji walionekana kuwa na huzuni na kuficha nyuso zao kwenye jezi, lakini hilo halikuepusha hatari nayo wakabili. Leo kuna mchezo mmoja, vinara Arsenal wakiwakaribisha Burnley katika harakati za kuwania ubingwa wao wa kwanza wa EPL tangu mwaka 2004, wako mbele kwa alama 2 dhidi ya Manchester City wakati ligi hiyo ikielekea ukingoni. Katika tennis, Aaron Rai ameshinda taji lake la kwanza na kuwa raia wa kwanza wa Uingereza kushinda tuzo ya tennis ya Wanamaker katika kipindi cha zaidi ya miaka 100. Anakuwa pia mtu wa kwanza si raia wa Marekani kushinda katika muongo mmoja. Katika mashindano ya Afrika ya chini ya miaka 17 ya vijana, timu ya taifa ya Tanzania Serengeti Boys imefuzu kwa hatua ya mtoano baada ya kuinyuka Angola 3-0 na kufikisha alama 6 baada ya kupata ushindi kama huo dhidi ya Msumbiji katika mchezo wa kwanza. Katika michezo mingine, Ghana 0, Senegal 1, Afrika Kusini 0, Algeria 2 na Msumbiji 1, Mali 1. Ni hayo katika dondoo za michezo asubuhi hii. Kwa Kuskola Kisanga. Naam, shukrani. Matangazo ya Amka na BBC, idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu ni pamoja na nchi jirani na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinachukua tahadhari kudhibiti kusambaa kwa virusi vya Ebola. Rais wa Marekani Donald Trump aitishia tena Iran na kutaka Tehran kuchukua hatua haraka kufikia makubaliano ya amani. Na sekta ya usafirishaji nchini Kenya leo inaanza mgomo wa kitaifa kupinga kupanda kwa bei ya mafuta. Hii ni BBC. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya maziwa makuu imetimia saa 12 na dakika 16 asubuhi, ni sawa na saa 1 na dakika 16 asubuhi kote Afrika Mashariki. Mimi ni Skola Kisanga. Zaidi ya miezi 6 imepita tangu uchaguzi mkuu ufanyike visiwani Zanzibar, huku upinzani ukiwa bado haujajiunga na serikali kama ambavyo katiba ya visiwani humo inavyoelekeza. Wakati chama cha ACT Wazalendo ambacho ndicho chenye sifa ya kuunda serikali na chama tawala cha Mapinduzi CCM kinasisitiza kwamba wanataka madai yao kutimizwa wanataka madai yao kutimizwa kwanza kabla hawajaingia serikalini. Chama cha Mapinduzi CCM kinasema hakitaburuzwa na kwamba watatanguliza maslahi ya chama chao katika majadiliano yanayoendelea hivi sasa. ACT Wazalendo hawajaweka wazi madai yao ni yapi hasa. Sasa mwandishi wa BBC Samia Wami amezungumza na makamu wa kwanza wa rais mstaafu visiwani humo Othman Masoud Othman, na kwanza anaanza kwa kumuuliza ikiwa wataingia katika serikali ya umoja wa kitaifa visiwani Zanzibar. Sisi tumeweka wazi tokea mwanzo kwamba nia yetu, na kwa hakika ndio haki ya Zanzibar na wananchi wake kama ilivyo kwa Tanzania, kwamba kumeharibika. Zanzibar iko katika hali mbaya. Hata kama unafaidika nayo, lakini ufike pahala uwe mkweli na nafsi yako kwamba hali ni mbaya. Unapozungumzia kuharibika huku, ninyi ACT mlikuwa ndani ya serikali pia kwa sehemu, maana yake mnapaswa kubeba lawama hizo kwamba kwa nini hamkurekebisha mpaka mkaacha mambo yakaharibika hivi. Unarekebishaje? Sisi tumeingia mahali baada ya uchaguzi wa 2020 very clearly kasema yeye anaingia kwa masharti ambayo ameeleza. Rais Mwinyi kasema haya yanawezekana, tunatekeleza, ingieni kwenye serikali. Miaka yote 5 tumetumia kuomba hilo, kufuatilia, tumepeleka mapendekezo, tumeandika mpaka sisi kuomba kwa wafadhili kufinance mchakato wa kufanya marekebisho, na wakakubali. Wapo tukaandika concept note, tukaipeleka serikalini, iingizwe kwenye budget,
serikali. Hakuna chochote ambacho kimefanyika. Kwa maneno mengine ni kwamba ikiwa mwe ndani, ikiwa mwe nje, ni kama mnashindwa kubadilisha hichi kinachoendelea, hasa kwa mfano hili swala la kura ya siku mbili. Nadhani ni moja kati ya kitu kikubwa ambacho mlikuwa mnakipigania miaka yote hii mitano. Sasa ikiwa haiwezekani kubadilisha ndani na hata nje ya serikali, mnafanyaje hapo? Tunaendelea ni hichi tunachoendelea nacho sasa hivi, kwamba sisi tumepigania tukiwa ndani, wenzetu wamekataa. Tumesema tutafute avenue nyingine, nayo mengine maybe tulizungumza tukiwa sisi. Sasa hivi tuwatafute wasuluhishi, ndio atafute mtu wa tatu ili aje atusaidie, watu wenye mawazo, wanaoijua nchi, wenye hisia na nchi, ambao wako wakweli, wako tayari. Ndo tulichokifanya. Miezi michache tu lakini iliyopita mlikuwa mnatishia kwamba mtajitoa kwenye serikali ya umoja wa kitaifa kabla ya uchaguzi. Sasa mnazungumza kuona namna ambavyo mnaweza kuingia baada ya uchaguzi. Ni kama hamna chaguo isipokuwa kuwa ndani ya serikali. Tuna option ya kubaki nje. Tumefanya siasa sisi. Unajua serikali ya umoja wa kitaifa imekuja 2010. Lakini siasa za upinzani Zanzibar zimeanza hata kabla ya vyama vingi kuanzishwa. Na ndio maana tulipokuja uchaguzi wa 95 upinzani wetu tunasema ulishinda. Kwa hivyo option ya kusema ufanye siasa, tumefanya siasa nje ya serikali na tumepata mafanikio makubwa. Ndio maana leo tupo hapa. Makamu wa kwanza wa rais mstaafu visiwani Zanzibar Othman Masoud Othman akitamatisha mazungumzo na mwandishi wa BBC Samia Wami. Uthibitisho wa kisa cha Ebola mjini Goma umefanya Rwanda kuimarisha udhibiti wa mipaka. Rwanda imesema imeongeza uchunguzi wa afya mipakani, lakini wakazi wa Goma wameiambia BBC kwamba ni raia wa Rwanda wanaorudi nyumbani peke yake wanaoruhusiwa kuingia Rwanda, si wa Kongo. Huku Goma ikiwa tayari chini ya udhibiti wa waasi na benki zikiwa zimefungwa tangu mwaka uliopita. Hali hii mpya ya dharura ya kiafya inaongeza ugumu wa maisha. Awali nimezungumza na Dr. Jacqueline Kiwele kutoka Tanzania pamoja na Profesa Omwanzala kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi nchini Kenya, anayeanza kwa kueleza virusi vinavyosababisha Ebola. Ebola ni familia ya viruses karibu 4. Kuna Ebola Sudan, kuna Ebola Zaire, kuna Ebola ile inaitwa Bongebudio, ile imetokea sasa, kuna Ebola ingine inaitwa Thai Forest. Na hizi virusi, hizi virus ziko katika environment, katika birds kule nje. Na sio kitu tunaweza sema ati Ebola inaweza isha. Ile huwa inaisha ni ile outbreak. Ile kama sasa hii imetokea, tutapambana nayo pale iko, alafu itaisha. Alafu tena muda tena itakuja tena ingine itatokea mahali ingine. Ni kwa vile tuna interact with the environment. So Ebola, hizi virusi ziko kwa environment, ndio unapata watu wanashikwa nayo, mtu mmoja wawili, alafu sasa ikianza wakitoka kule wakiingia kwa town ama mahali kuna watu wengine wengi, sasa hizo virusi zinaanza kuingia kwa watu wengine. Hii sasa ni tofauti na ile ilikuwa hapo awali. Ile ilikuwa inaitwa Ebola Zaire. Sasa hii inaitwa Ebola Bongebudie, na haina chanjo na haina dawa. Haina chanjo wala haina dawa. Dr. Jacqueline, pale ambapo panapotokea magonjwa ama ugonjwa wa mlipuko, mara nyingi hatua za haraka huwa zinachukuliwa, elimu zinatolewa, dharura hutangazwa. Kama sasa tunaona kwa mara nyingine tena shirika la afya ulimwenguni WHO linatangaza ugonjwa Ebola kama dharura ya kimataifa, lakini ni kama baada ya muda mfupi tu hali husahaulika. Unadhani kwa nini? Kwa mfano COVID-19 ilikuja, hatua zikachukuliwa, mpaka sasa hatujaiona tena kali kama mwaka ule 2019. Karibu. Asante. Mimi ninachokiona ni kwamba kinachotokea tunakuwa tuna uwezo wa kusahau haraka. Mfano kama COVID hapa katikati pamoja na adenovirus tulipata mlipuko. Sasa hivi tumeanza kuona tena mlipuko wa watu kupata kutapika, kuchoka, lakini sasa mpaka ije kufika kusema kwamba level za mlipuko huwa inachukua muda kidogo, na hiyo ni kawaida, sio kama kuna watu wametembea, hapana. Lakini sasa milipuko ni kawaida kwenye afya ya binadamu. Kitu kikubwa ambacho kinatakiwa kiangaliwe ni uwezo wa sisi kuiona mapema, yaani tusisubiri mpaka ile imeshakuwa watu wengi, kwa sababu ikishakuwa watu wengi na kuwa ngumu kidogo kuidhibiti.
Profesa Anzala, tunaona na uliweza kuzungumza wakati ule ulipoanza kuzungumza kuhusiana na kirusi hichi kipya cha sasa aina ya Bunibugyo, sasa ambacho ni tofauti na kile cha Zaire ambacho kimezoeleka. Sasa cha kujiuliza, inakuwa vipi hasa ugonjwa ni mmoja lakini unakuwa ukiambukizwa kwa virusi tofauti tofauti? Pengine tupe hiyo elimu hapo Profesa. Kwa virology, viruses tunaziweka kwa kundi ya family, na sasa kwa ile family kuna sasa zinafanana lakini sio what is the word, they are not the same. Sasa ni kama cousins. Unataka kusema ni kama ndugu? Ni kama ndugu, lakini kuna tofauti vile zinaenea, lakini tofauti in the sense that unaweza kuwa na chanjo kwa moja, lakini ukiangalia ingine iko na tofauti kiasi kuliko ingine. Mtu akiwa na homa, akiwa na uchovu, maumivu ya mwili, kuharisha, kutapika, ni kukaa ndani kuliko kutoka nje. Lakini mipakani pia inabidi tuweze kuimarisha, kuhakikisha kwamba kuona kama mtu anapata matapishi, anapata mate, anapata jasho jingi, tumsaidie kwenda kwenye kituo cha afya. Tofauti ya hizi dalili labda na homa za kawaida ni nini, Dr. ili mtu aweze pia kutofautisha? Mara nyingi homa nyingi hizi za virusi, viral infections, inakuwa ngumu kutofautisha. Kwa hiyo ikishafika sehemu mtu akawa anapata jasho jingi, anapata homa sana ambayo sio kawaida, ni muhimu kuwa na tahadhari sana sana kipindi hichi ambacho tumeshaambiwa kwamba kuna homa fulani inaendelea. Na kuwa na tahadhari, akishaenda kwenye hospitali ama kwenye kituo cha afya, watakuwa na uwezo zaidi wa kupima. Na kwenye masuala ya kipimo ni kitu ambacho kinasaidia. Tukiweza kupima itasaidia. Naam, tukiweza kupima itasaidia sana. Asante sana Dr. Jacqueline. Profesa Anzala, labda sasa hapa mbinu zipi ambazo tunatakiwa kuzichukua ili kuweza kujikinga zaidi, kwa sababu kuna msemo mmoja wa Kiswahili unasema kinga siku zote huwa ni bora kuliko tiba. Huyu mwananchi tu wa kawaida ambaye anakusikiliza, lakini pia tuna baadhi ya dalili ambazo daktari ameweza kuzitaja hapo. Nafanya nini sasa ili kuweza kujikinga na maradhi haya ya kuambukiza? Wananchi inatakikana, ukiwa na maradhi yoyote ya ukijisikia uko na joto mwilini, ukijisikia unataka kuhara, ukijisikia ile tu mambo ya kawaida ile, saa zingine tumekuwa tunakiti nyumbani, saa hii lazima uende hospitali kwa haraka. Alafu tena wakifika hospitali, ukijua umeenda, maybe ulikuwa nje, ulikuwa barabarani, ulikuwa unatembea huko kutoka Uganda, kutoka DRC Congo, kule umechukua long distance travel, ukisikia uko mgonjwa lazima uende haraka upimwe, ndio tuelewe uko namna gani. Na kama kuna shida tunaweza kukuweka kando kidogo, tukuobserve, tuone kama hiyo maneno itakuwa nzuri ama itakuwa mbaya. Na kwa kumaliza tu Profesa, tuwakumbushe wasikilizaji, ugonjwa huu Ebola unaambukizwa vipi hapa haswa na unasababishwa na nini? Inawezekana hatuja uzungumzia muda mrefu, watu wameshasahau kabisa. Ebola is a virus, na transmission yake inatoka kwa kuwa karibu kabisa, close contact na ule mtu akuna Ebola virus. Hata ukimshika karibu na mwili, kutoka kwa secretions zake, kama damu, kama secretions za kutoka kwa sweat, hiyo close contact na yeye, hiyo virus iko kila mahali. Sasa zile symptoms, sasa anaanza kuwa mgonjwa. Ndio tunasema ni virus ile tunajua it's not transmitted through kama SARS-CoV-2, lakini it is transmitted through body secretions, damu, ukimshika, hizo vitu zote zile zinatoka kwa mwili, hizo ndio zina transmit Ebola. Ndio tunasema ukiona mtu ako mgonjwa sana mahali, afadhali uite healthcare workers wakuje wa deal na yeye, because wewe huwezi kuwa na hiyo protective gear. Kuna ukweli wowote kwamba Ebola inaambukizwa na mnyama? Unajua ile Ebola ya kwanza ile inatokaga, ile tunasema outbreak inatokaga kwa wildlife. Inaweza kuwa nyani, inaweza kuwa popo. Hivyo ndio Ebola imetoka kwa environment ikiingia sasa kwa watu. Wale watu wa kwanza walishikwa na Ebola
walikuwa kwa ile gold mine kule kwa caves, na huko caves ndio kunaishi hizi popo, na sana sana hizi popo ndio zinapepa hizi virusi za Ebola. Profesa Umu Anzala kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi pamoja na Dr. Jacqueline Kiwele kwa pamoja tukiangazia na mlipuko mpya wa ugonjwa Ebola huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na athari kwa mataifa